tunamzungumzia semaji la CAF Ahmed Ally, atujuze pale Tunisia wako sawa sawa, Simba raha ama si raha? Tupo na Ahmed Ally. Ahmed Ally, nimemfinya kidogo kamanda Jeff hapa ili nikupishe wewe utuambie juu ya Simba yako hii, ambayo Simba yako bila shaka wana Simba wanataka kusikia matumaini kutoka kwa kinywa cha msemaji. Mko sawa sawa Ahmed Ally? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu muumba mbingu na ardhi, tuko salama sana hapa Tunisia. Kila kitu kinakwenda vizuri kweli kweli. Jana tumepata nafasi ya kufanya mazoezi na hii leo tutafanya tena mazoezi yetu ya mwisho katika uwanja wa mechi, na baada hapo mnyama yuko tayari kwenda kuipigania heshima yake ya Afrika. Na bila shaka katika uwanja wa mechi uwajibikaji wa wachezaji ni mkubwa kwelikweli. Mabadiliko ambayo tumeyafanya kwenye timu yetu pamoja na mazungumzo ambayo tumezungumza na wachezaji wetu yameongeza chachu ya kimapambano kuelekea katika mchezo huu. Tuna imani kubwa katika mchezo wetu wa kesho dhidi ya Esperance. Timu yetu itakuwa na mabadiliko makubwa sana. Kwanza kuanzia kwenye morali, pili kuja kwenye upambanaji, tatu kwenye uwajibikaji, lakini nne kwenye uchu na njaa ya kupata mafanikio. Ndio silaha zetu kubwa ambazo tunaingia nazo katika mchezo wetu dhidi ya Esperance. Na haya yamekuja baada ya kikao mlichokaa. Awali shida ilikuwa nini? Tumezungumza na wachezaji na kuwakumbusha kwamba hii ni Simba Sports Club. Simba Sports Club inakutaka mchezaji hata kama umekatika mguu endelea kupambana ucheze. Hiyo ndio maana ya wewe kuwa mchezaji wa Simba Sports Club. Kwa kuna wakati na lazimika tunakaa na kumbushana, na hiyo ndio misingi halisi ya kibinadamu. Tunakumbushana, tunawajibika kwa pamoja, na imeonekana kuleta tija kubwa sana. Lakini kubwa ni maboresho ambayo tumeyafanya ya kuchukua wachezaji wenye experience ambao wanaweza kuongoza wenzao wanapokuwa uwanjani. Mtu kama Ismail Olivier Toure, umri miaka 28, experience ya kutosha, cheza timu nyingi kweli kweli. Huyu ni kiongozi katikati ya uwanja, mchezaji ambaye ana uwezo wa kuwaboost wenzie waweze kupambana. Lakini mtu kama Chama, experience ya kutosha, historia kubwa na Simba Sports Club, ana uwezo mkubwa, hata akiwa bench ana uwezo wa kusimama na kuongoza wenzie na kuwatia moto wenzie. Kwa hiyo mabadiliko makubwa ambayo tumeyafanya kwenye timu yetu katika dirisha dogo hilo sibili yamekuwa chachu kubwa sana ya kuamsha upya morali ndani ya kikosi chetu. Na haya maboresho ni mapendekezo ya kocha Steve Barker ama ni yametokana na nini Ahmed Ally? Ni maboresho ya ushirikiano. Mwalimu Steve Barker wako wachezaji ambao anawataja wenyewe kwa jina kabisa, bana huyu namtaka. Lakini wapo wengine ambaye tunajaribu kukaa naye na kushauriana naye, bana kuna huyu unaonaje, yuko hivi, ana historia hiki, ana uwezo wa kufanya hiki, na yeye anakaa anafanya tathmini yake, akikubali tunafanya usajili. Kwa hiyo ni dhana nzima ya ushirikishwaji, bwana tumlete nani, tumtoe nani. Na mwalimu anapopendekeza pengine kwenye nafasi kwamba anahitaji kiungo mshambuliaji, lakini mwisho wa siku pia anataja jina la mchezaji husika, nanyi mnakuwa mna kamati yenu ya kufanya tathmini katika mapendekezo hayo ya mwalimu kama kimpoint mchezaji fulani? Ya lazima tumwangalie, na kuna maswali lazima tuulizane. Okay, mwalimu anamtaka huyu, lakini anaonekana ana 1 2 3, yeye anasema ni kweli, lakini hiki naweza nikafanya 1 2 3 kwa sababu namjua na 1 2 3. Kwa hiyo mnajadili, mnakuwa kwenye meza ya majadiliano, baada hapo mnafikia mwafaka. Okay, sawa Ahmed Ally, nataka kufahamu mmempatia malengo gani kocha Steve Barker msimu huu? Kwanza ni kuchukua ubingwa wa michuano yote ya ndani, na haya ndio malengo ya Simba Sports Club miaka yote. Yani mwalimu yote atakayekuja, malengo ya Simba Sports Club ni ubingwa wa kila shindano la ndani. Lakini la pili ni kutuvusha kutoka hatua makundi kwenda hatua ya robo finali. Kwa namna ambavyo timu yetu imekuwa struggle kwenye michuano ya kimataifa msimu huu, lengo la kwanza la mwalimu Steven Barker atuvushe hapa kwenye hatua ya makundi kwenda hatua ya robo finali. Na ukiwa mkweli unaliona hilo linawezekana Ahmed Ally?
Linawezekana, halina ugumu hata kidogo, linawezekana bila shaka ya aina yeyote ile. Ikiwa leo ni siku ya Ijumaa, ninakwambia Paul Mkai na wasikilizaji wote wa Crown FM ya kwamba inawezekana Mnyama kwenda hatua ya robo finali. Mkao unajipa matumaini. Haitakuwa rahisi. Hii ni Simba Sports Club Mkai. Hii ni Simba Sports Club. Nitapoteza matumaini kama tutafika mechi ya 5 tukiwa tuna pointi hata moja. Lakini tumepoteza mechi 2, tumebakisha mechi 4 ambazo ni pointi 12. Mnyama ana uwezo mkubwa wa kwenda robo final. Okay, Ahmed Ally, pia tuyafahamu ya huko, pengine kambi mliofikia hakuna figisu zozote, mko shwari kabisa? Ya, tuko shwari kwa 100%. Hatujapata changamoto aina yoyote. Tumepata ushirikiano mzuri kutoka kwa wenyeji wetu Esperance, mamlaka ya soka ya Tunisia. Kila kitu kimekwenda vizuri. Vile vitu vyote ambavyo wao wanatakiwa kuvitoa kwetu kwa mujibu wa kanuni, ikiwemo usafiri, ulinzi, vyote tumepata. Na vile uwanja wa mazoezi tumepata mzuri ambao tulitafuta wenyewe kwa ushirikiano wao. Kwa hiyo kila kitu kusema kweli kimekwenda sawa sawa, hakuna changamoto ya aina yoyote. Okay. Lakini pamoja na yote hayo hatufanyi sisi kubweteka kama vile tumeshamaliza maisha. Wakati mwingine mpinzani wako anaweza kukuua kwa asali. Kwa hiyo pamoja na zuri ambayo anayafanya, lakini tunamwangalia kwa jicho la kiushindani asije akatuingiza kwenye mtego. Okay, sawa. Jopo la wanamichezo wenzangu hapa wana maswali, lakini nataka nimalizie tu swali hili hapa. Joshua Mutale mmeshamalizana naye? Joshua Mutale, Inspector Karabwa Shamo pamoja na Steven Dese Mkwala, wao taarifa zao tutakuja kuzitoa baada ya mipango yote kukamilika. Jana tumetoa taarifa ya Jean Charles Ahoua mara baada ya kumalizana naye kila kitu. Jean Charles Ahoua tumemuuza kwenda klabu ya CR Belouizdad, na kuanzia sasa si mchezaji tena wa Simba Sports Club. Simba tunamtakia kila la kheri na tunamshukuru kwa mchango wake mkubwa wa mwaka 1.5 ambao ameutoa ndani ya klabu yetu. Na taarifa za hawa wengine vile zikisha kamilika tutazitoa kuwafikia wanasimba, lakini wachezaji wote hao watatu ambao nimewataja wote hawajasafiri na timu, wapo wakikamilisha mipango yao mingine, na ikishakaa sawa sawa tutawatangazia. Bajaber tumemwacha Dar es Salaam akiendelea na matibabu. Aliumia katika mchezo wetu wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Mtibwa Sugar. Kwa hiyo tumemwacha Dar es Salaam, tumesafiri na wale ni wazima. Sawa. Jessica Mhagama huyu hapa. Ahmed, mambo vipi? Safi kabisa Jessica. Vizuri. Nilivyosikia umebaki Dar es Salaam nilipata na simanzi kidogo, lakini nimefurahi kwamba upo huko ili tuweze kupata taarifa nyingi zaidi. Swali langu tu ni moja kuhusiana na hawa wachezaji ambao umeongeza kwenye dirisha hili dogo. Kuna wengine ambao wametoka kutumika kwenye vilabu tofauti. Je, wameshapata leseni za kuweza kucheza na watakuwa tayari kwa ajili ya mchezo wa siku ya kesho? Kwanza wewe nani alikwambia mimi nimebaki Dar es Salaam? Kila mtu anajua kwa kusikia. Kila mtu anajua kwa kusikia, na wewe si uliona? Kuona kitu gani? Kwamba umebaki Dar es Salaam. Jasusi aliandika. Jasusi aliandika kwa sababu haujaomba msamaha. Usiniambie. Ndio hivyo nakwambia. Kwa hiyo unaongea na mimi nikiwa Tabata hapa au? Mimi najua upo Tunisia, lakini tulisikia kwamba wewe haujaenda huko. Alitakiwa muombe nani msamaha? Hajaomba msamaha kwa viongozi. Lakini hapo tu jazia kwamba Ahmed huyu jasusi mbona anakutafuta sana? Jasusi anakuzungumzia sana.
Tena kwenye masuala ya msingi. Okay, swala la msingi ni kwamba mimi ningependa kufahamu kwamba hawa wachezaji wengine wametoka kwenye vilabu tofauti na wameshacheza kwenye michuano licha ya kwamba sasa hivi kanuni inaruhusu. Je, wameshapata leseni ya kuweza kutumika na wapo tayari kwa ajili ya kucheza? Ndio. Swali zuri sana. Yeah, wachezaji wote 5 ambao tumewasajili katika dirisha dogo kwa maana ya Mlinda Mlango Jibrila Kasila, Nixon Kibabage, Lotus Chota Chama, Ismail Olivia Traore pamoja na Geye, wote tayari wameshapata leseni na wameshapata vibali vya kutumikia Simba Sports Club katika michuano ya kimataifa. Majina yao yameshaingizwa kwenye mifumo ya CAF na CAF wamesha approve. Hii ni kusema kwamba kesho watakuwa sehemu ya mchezo endapo mwalimu Steven Becker atachagua mmoja wapo ama wote kwa ajili ya kuitumikia Simba Sports Club. Basi mimi hata sina swali la ziada, lakini Ashraf yuko hapa, yeye ana swali ambalo anahitaji kuuliza. Okay, sawa. Karibu. Ahmed, kwema? Kwema kabisa. Swali langu mimi ni moja tu. Ukifuatilia trend ya Simba hivi karibuni, wamekuwa na matokeo ambayo yasioridhisha kuanzia kwenye michuano ya Mapinduzi mpaka kwenye mechi ya mwisho ambayo mmeicheza kwenye ligi kuu. Lakini pia tukirudi nyuma, hata kwenye mechi 2 ambazo mlicheza za klabu bingwa, performance yake ilikuwa ni ya kawaida. Kwa mtu ambaye anaifahamu Simba, alikuwa anaona kuna utofauti mkubwa. Kocha mpya, kuna wachezaji wengine wapi, wengine wamekuja, tunafahamu football jinsi ilivyo na mnaenda kucheza na timu ambayo ni bora on paper kwenye historia, lakini hata ukiangalia kikosi chao wana hiyo quality ambayo wanaweza kupata matokeo wakiwa nyumbani. Lakini hata ukiangalia kwenye takwimu, ni moja kati ya timu ambazo zimefanya vizuri kwenye michuano ya klabu bingwa msimu huu. Swali langu la msingi kwako, ukiacha yote ambayo mmeyafanya, turning point yenu nyinyi kuelekea kwenye mchezo wa kesho, wachezaji wanazungumza nini na mnaamini nini kwenda kupata matokeo away dhidi ya timu bora kuliko nyinyi currently? Turning point yetu ni Esperance. Esperance ndio timu ambayo itakwenda kutuamsha katika michuano hii ya ligi mabingwa Afrika. Ndio point ya timu ambayo yani ushamuona mgonjwa alafu akawekewa drip. Kwa hiyo Esperance ndio drip yetu sisi Simba Sports Club katika michuano hii ya kimataifa. Tunakubali, tunaheshimu ya kwamba Esperance ametuzidi sisi kila kitu, ametuzidi bora, ametuzidi historia pamoja na mafanikio. Tunakubali Esperance ni timu kubwa sana kuliko sisi. Tunakubaliana kila kitu kwamba Esperance yuko mbele hatua nyingi nyuma ya Simba Sports Club. Lakini hii ni Simba ambayo imedhamiria kuamka na kufufua matumaini kuelekea katika hatua inayofuata. Na huu ni mchezo muhimu sana kwa Esperance na mchezo muhimu kwetu sisi wana Simba. Tunaviziana. Esperance anatuvizia sisi na sisi tunamvizia yeye, kwa sababu hata yeye amekuwa hana mwenendo mzuri katika ligi ya mabingwa Afrika. Kwa hiyo anatuvizia Simba achukue alama 3 afufue matumaini yake, na sisi tunambizia yeye tuchukue alama 3 tuamshe matumaini yetu. Itakuwa ni vita kali kweli, itakuwa ni mechi ngumu kweli. Lakini maboresho ambayo tumeyafanya, tukianzia kwenye benchi la ufundi, tumeleta benchi la ufundi ambalo lina uzoefu kwanza na michuano hii. Tumeleta benchi la ufundi bora ambalo tunaamini litakwenda kubadilisha, itakuwa sio Simba ile iliyocheza mechi 2 za mwanzo. Lakini tumefanya maboresho vile kwa wachezaji. Tumeongeza wachezaji ambao tunaamini itakuwa ni chachu ya mafanikio ndani ya timu yetu. Lakini kuna kitu kikubwa tumekifanya, nacho ni kuboost morali ya wachezaji wote kwa ujumla. Tumeboost morali ya wachezaji, tumewakumbusha wachezaji umuhimu wa wao kupambana, tumewakumbusha wachezaji umuhimu wa wao kucheza kwa kujitoa kwa maslahi ya Simba Sports Club. Ndio maana tunayo matumaini makubwa ya kwenda kupata matokeo mazuri kesho dhidi ya Esperance. Basi sawa, Ahmed Ally, tuwatakie heri zote bana, ili muweze kuondoka na ushindi wa alama 3 na hata sare pia si mbaya. Kabisa. Basi heri zote ziwe kwenu. Asante. Inshallah. Mashabiki wa Simba, nikiwauliza hivi sasa, mko sawa sawa? Timu yenu iko sawa sawa kushindana kisawa sawa?
timu yenu ungaunga ama sio ungaunga? Na wale ambao pengine mpaka hivi sasa mioyo yao imekata tamaa kabisa kuamini kwamba Simba inaweza kurejea katika makali yake, tuwaambie nini Jessica Mhagama? Mchezo wa mpira wa miguu ni mchezo ambao hautabiriki kwa haraka, unaweza kutabirika pia kwa haraka. Kwa lolote linaweza kutokea. Kikubwa ni kuwa na imani. Kabisa. Kikubwa ni kuwa na imani na kuendelea kuiombea timu yako. Manake katika hali ya kawaida tu Jessica, unapopitia changamoto za hapa na pale, lazima ukae chini na kutathmini kwamba tatizo liko hapi. Kabisa. Ukishafahamu ndio unajua jinsi ya kulitatua. Unamwomba Mungu tu. Unamwomba Mungu tu. Mungu, na haujui tatizo liko wapi. Mungu tusaidie, Simba yetu hii ikae sawa sawa. Simba yetu hii, viongozi wetu hawa. Itakiwa juhudi madhubuti zichukuliwe kweli kweli. Tuwatazame Simba sasa Jessica, huku tukiendelea kumtafuta Ahmed Ally. Sawa. Simba Sports Club kesho pia watakuwa uwanjani kupambana kuhakikisha wanazipata alama 3 muhimu, ambapo ukiangalia kwenye msimamo Simba hawajapata alama yoyote. Esperance ambao wanaenda kupambana nao wana alama 2. Hii itakuwa ni game ya namna gani ambayo inaweza pengine kwa namna moja au nyingine ikawapa Simba kile ambacho wanakitafuta, Ashraf? Ni game ngumu kwa timu zote mbili, game ngumu kwa Simba, game ngumu kwa Esperance de Tunis kwa sababu ina mazingira mawili tofauti. Esperance wana alama 2 tu kwenye kundi, wanahitaji kupata alama 3 ili kuzidi kukusanya alama za kufanya wao waende kwenye hatua inayofuata. Lakini Simba pengine naamini inaweza kawa ndo turning point yake hiyo ya kuweza kupata alama na kuona naweza nikafanya kitu kwenye michuano mikubwa kama hii. Lakini turning point yake imekaa mbaya zaidi, kwa maana ya timu ambayo anaenda kucheza naye ni timu ngumu kweli kweli. Unajua Esperance ni timu ambayo inacheza zaidi kitimu. Kuna zile timu nasema kuna Starman ambaye anaweza kaamua mechi kama yeye kwa miguu yake, lakini ukiangalia timu kama ilivyokuwa Esperance de Tunis ni timu ambayo inacheza zaidi kitimu. Yani timu yao ni kubwa na ubora wao mkubwa ni kwenye eneo la kujilinda. Wanajilinda vizuri, hawaruhusu mianya ya kati ya mstari wa ulinzi na mstari wa kiungo. Wako very compact na maeneo makubwa ambayo huwa wanatumia kushambulia ni maeneo ya pembeni. Changamoto yao kubwa ni kwenye namna ambavyo wanatengeneza mashambulizi kutoka kwenye eneo la kiungo. Hilo ndio changamoto. Creativity yao ni ya kawaida, lakini ni wazuri pia kwenye transition. Kwa hiyo Simba wanaweza kwenda kubisha wakapata kitu kama wao. Simba watakuwa wanahitaji mchezo zaidi, ingawa ukiangalia kwenye makaratasi unaona kama Esperance ana timu bora kuliko Simba. Kwa nini ana timu bora? Kwa sababu tayari wachezaji waliokuwa nao wamekaa nao kwa muda mrefu, wanafahamu nini wanahitaji. Lakini ukiangalia kwa upande wa pili wa Simba, ni timu ambayo imekuwa na majaribio mengi ya sasa hivi ya karibuni. Imagine kuna wachezaji hapo hatujawahi kuona wanacheza kwenye ligi hata mechi moja kile Ismail yao. Lakini leo watalazimika kuingia kwenye huo mchezo, unaelewa? Ile partnership yao, unajua mazoezi ni tofauti na mechi. Tena mechi muhimu kama ambayo watu wanahitaji alama 3, mnahitaji iwe ndo kama turning point yenu. Kwa hiyo Simba wana kazi kubwa kwanza wao wenyewe kujiandaa kama timu, kuhakikisha kwamba hiyo chemistry inakuwepo kati ya wachezaji na wachezaji wenyewe kwa wenyewe. Kuna goalkeeper anakuja hapo, hutarajii kumuona Hussein Abeli, unatarajia kumuona goalkeeper mpya. Lazima kuwepo na good communication kati ya Nyanda pamoja na center back wake ambao watachaguliwa kucheza kwenye usiku. Lakini pia kwenye maeneo ya pembeni kama Abudu hajasafiri na timu, Mutale I mean Bajabili hayuko sawa pia, kwa unatarajia pia kumuona hata kina Ismail wakiwa wanacheza kwenye ile eneo. Kwa hiyo Simba kazi ya kwanza ni wao wenyewe kuhakikisha kwamba wamejipata, na kitu hakiwezi kuwa kama mara moja. Nimekuwa nikizungumza mara nyingi hapa kwamba mpira sio kama sukari au chumvi, kwamba ukitia na kulea moja kwa moja. Kwa hiyo kwenye maboresho ambayo watakuwa yanafanyika wakiwa wanajiandaa kwa timu bora zaidi, wanaenda kukutana na kisiki kigumu ambacho ni Esperance de Tunis na akiwa nyumbani. Ukiweka kwenye asilimia Simba unapa asilimia ngapi ya kushinda au mchezo? Simba na hapa 20%. Yes, ina hapa 20% kwa 80. Yes, no. Kuna sare pia. Hapo kushinda Simba 20%. Sare
30%. Inabaki 50 hapo. Ndio nampa Esperance de Tunis. Nimetoka kuelezea kwamba kitu cha kwanza Simba ilikuwa bado haijajipata. Yaani timu inatengenezwa. Kocha mpya tumeona kwenye mchezo na kuna maingizo mapya. Yes, ukiachana na maingizo mapya Mkai, tuliona Simba ilivyocheza ikiwa inacheza dhidi ya Azam kule kwenye michuano ya Mapinduzi, lakini tumeiona Simba ilikuwa inacheza na timu ambayo wao walikuwa ni favorite. Yaani Simba kwenye mechi dhidi ya Mtibwa wao walikuwa ni favorite team, lakini walicheza namna ile na walikuwa wanatarajia Simba pengine wa dominate game kama ile. Yani mabadiliko makubwa hayawezi kutokea kwenye siku moja. Sijui unanielewa? Yani kama mabadiliko makubwa yangekuwa yanatokea overnight, pengine ile Simba ambayo ilicheza dhidi ya Azam kwenye hatua ya nusu finali leo kwenye game dhidi ya Mtibwa ingekuwa na mabadiliko makubwa hayo namna hiyo, wakapata alama 3. Nafahamu kwamba hata Mtibwa nao walikuwa bora, walijaribu kushindana na Simba, lakini ubora mwingine ambao tunazungumzia, timu inaweza kana inatengeneza nafasi, lakini kama hamtumii zile nafasi ambazo mnazitengeneza, maana yake nyinyi hamna ubora kwenye hilo eneo. Inawezekana Ashraf umekuwa too kind kwa Simba. Kwa nini? Uwezekano wao wa kushinda unaweza kuwa mdogo, hata less than 20%. Unaona hapa asilimia ngapi cha? Moja. Mimi nawapa 5. Sasa hapo umewabagaza sana. Bagaza sana. Mnauliza tutoe asilimia tukitoa. Mimi nakuwa mkweli. Ndio. Funny enough huwezi kuniaccuse kwamba mimi naichukia Simba kwa sababu ni timu yangu. Ukiangalia kwenye mashindano ya mwaka huu, kwanza kabisa Esperance kama ilivyo kwa Simba. Mpaka sasa hivi Esperance wanahesabika kuwa wameunderperform kwenye mechi zao 2. Exactly. Sawa. Yani ukiangalia kundi lilivyo, Esperance ana point 2 baada ya kutoka sare mechi 2. Amefunga goli 1, amefungwa goli 1. Sawa, hayo ni matokeo. Tulimsikia mchambuzi hapa Magunga alisema usiangalie matokeo peke yake. Kwa hiyo mtu tuziangalie hizo mechi ambazo zimekuja na hayo matokeo. Mechi yao ya kwanza mfano mpaka Manda Samani bila Samani. Kwa mfano kwenye rating kwenye Champions League Esperance ndio inaonekana ni timu ambayo imeperform zaidi kuliko timu zote. Ndio kote huko nilipokuwa nakuja. Yaani licha kwamba amedondosha. Ndio kote huko nilipokuwa nakuja. Tuziangalie mechi zao. Esperance mechi ya kwanza na Stade Malien wakiwa nyumbani walitoka sare ya bila. Sawa. Lakini kwenye hiyo sare wao walikuwa na total shots 24, Stade Malien alikuwa na total shots 8. Maana yake ni nini hapo? Wameshambulia sana lakini wana safu mbovu ya ushambuliaji. Twende taratibu, tutakosa makini. Dakika. Ndio. Walikuwa